katika ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa. Ya kwanza kwa maana ya tatu sasa. Zile ni mbili zimesainiwa hapa. Hizi ambazo nazitaja zimesainiwa kule tulipokuwa juzi. Ya kwanza ni hati ya makubaliano kati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Elimu ya Juu ya Shirikisho la Urusi kuhusu ushirikiano katika masuala ya elimu ya juu, sayansi, teknolojia na ubunifu. Na sisi tuliwakilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Na hapa ni muhimu sana kwa sababu moja makubaliano kwenye hili ni kutambuliwa kwa tuzo zinazotolewa na elimu yetu hapa Tanzania na elimu ya Shirikisho la Urusi. Zamani ilikuwa ni kwamba ukisoma Urusi ukija hapa Tanzania ni mbinde, inabidi upitie mlolongo mrefu sana wa kuweza kutambuliwa tuzo yako. Lakini sote tunafahamu ubora na uthabiti wa elimu ya Urusi na watu wetu wengi wamesoma huko. Kwa hiyo ilikuwa ni urasmi ambao kimsingi ulikuwa hauna msingi. Kwa ziara hii imetatua jambo hilo kupitia waziri wetu wa elimu, wameshakubaliana sasa. Kwa hivyo ukisoma kule sasa ukija hapa vyeti vyako vinatambuliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria zetu. Hilo ni tokeo kubwa sana ambalo tunaliona kutoka kwenye ziara hiyo. Ya pili ni mkataba kati ya taasisi yetu ya teknolojia Dar es Salaam, ya Dar es Salaam Institute of Technology, na chuo cha urafiki wa watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya kwanza kati ya fani ya sayansi ya takwimu na mfumo wa anga. Yaani tunaita double qualification. Utasoma miaka miwili hapa, utasoma miaka miwili Urusi, unapata shahada ya DIT, unapata na shahada ya chuo kule Urusi. Kwa ukirudi hapa una degree mbili kwa mpigo, unakuwa umeongeza job marketability yako. Hilo ni tokeo muhimu sana ambalo tunaliona hususan kwa vijana wetu ambao wanasaka elimu mbalimbali. Mkataba huu ulisainiwa kwa niaba yetu na Profesa Preskedis Marikondomba wa chuo chetu cha DIT hapa, ambao ni principal, na kule kwa Urusi alikuwa mkuu wa taasisi ya urafiki wa watu wa Urusi aitwaye Oleg Yastrobov. Na majina yao ni mazito, inabidi ushike mtu kuyatamka, lakini ndio hivyo sasa. Lakini muhimu ni kwamba matokeo ni hayo. Anasoma hapa, anasoma na kule. Qualification ngapi? 2. Jambo hili ni kubwa. 3 ambao ni mkataba wa 5. 3 kwa maana ndio sainiwa kule, 5 kwa maana mikataba yote kuanzia Arusha na kule Urusi. Ni mkataba kati ya taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam Institute of Technology na watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya uzamili katika akili bandia. Hivi inaitwa akili bandia au mnemba? Mambo yanabadilika. Akili unde. Mambo yanabadilika. Kiswahili chenyewe kina mambo. Kwa akili unde na ujifunzaji wa mashine na sayansi ya anga. Kwa hiyo chuo chetu sasa kwa kushikana na chuo hiki cha wenzetu wa Urusi wataweza kuanza kufundisha hapa artificial intelligence na machine learning, ambao sasa hivi ndio mambo yenyewe yaliyopo duniani huko. Kwa hiyo hili lenyewe ni jambo kubwa. Hivi vyo viwili hivi, hiki chuo cha DIT na hiki chuo cha urafiki cha Urusi, watu wa Urusi wamesaini mikataba hiyo miwili. So we shall be teaching artificial intelligence at our DIT hapa, na lenyewe ni jambo jema, ni kubwa, ni la maana. Mkataba wa 6 ni hati ya makubaliano ya ushirikiano katika kuhamasisha uwekezaji na kuwezesha uwekezaji nchini Tanzania kati ya mamlaka ya uwekezaji na kanda maalum za kiuchumi Tanzania na Rose Congress Foundation. Hili nilieleza vizuri. Hii ni TISEZA na Rose Congress. Rose Congress ni taasisi kubwa nchini Urusi ambayo ipo St. Petersburg, ambayo inahusika na kuandaa matukio mbalimbali ya kibiashara na uwekezaji, na ndio inayoandaa hii aliyeeleza Balozi Uranga, ile St. Peters International Economic Forum